Wachezaji wa klabu ya Simba Sports waeleza athari walizozipata baada ya mechi ya dabi ya Kariakoo ambayo ilitakiwa kufanyika pale dimba la Benjamin Mkapa siku ya tarehe 8 Jumamosi kuahirishwa, na ameeleza namna gani walivyoathirika kama wachezaji wa klabu hiyo baada ya mechi hiyo kuahirishwa. Ndugu mtazamaji, hii ni video ya kupendwa ya World Training TV ambayo inakusogezea habari za michezo na burudani kila siku, lakini pia habari za kisiasa na habari za kijamii zinazoendelea katika jamii yetu inayotuzunguka kila siku. Kama ndio mara yako kwanza unaungana nasi, haujachelewa, gusa neno subscribe. Kwa kufanya hivyo utakuwa umejiunga kwenye familia ya World Training TV moja kwa moja, ambapo utapokea habari, taarifa, notification na update zote ambazo zinapostiwa na World Training TV kila siku. Lakini usisahau kulike, kucomment, kushare na ndugu jamaa na marafiki wapate kujionea ama kujua nini World Training TV tunawahabarisha kila siku. Naam, Kibu Denis Prosper, mchezaji wa klabu ya Simba Sports, anasema athari ambazo zimewakumba wachezaji baada ya dabi ya Kariakoo kuahirishwa ni pamoja na kuvunjika moyo kwa wachezaji hao, kwa sababu waliwekeza nguvu kubwa sana mazoezini kwa ajili ya mchezo wa dabi, na huku wakiamini kwamba baada ya dabi ya Kariakoo hakuna tena mchezo utakaokuwa mgumu kwao. Kilichobaki huko mbele ni kamseleleko kwenda kushinda, kuchukua pointi 3 kurejesha Msimbazi, lakini imekuwa ngumu kwao na imewawia ugumu sana kuziseti tena mindset zao zirudi kama zilivyokuwa awali kwa sababu ya dabi ya Kariakoo kuahirishwa. Wengi walijua mlima mkubwa ndo tunakwenda kumaliza na kinachofuata uko mbele ni kwenda kuchukua pointi 3 na kurejesha katika klabu, lakini mipango yao imekwenda ndivyo sivyo, ambapo matarajio yao yaliharibika baada ya zile fujo na vurugu zilizofanyika ndani ya dimba la Benjamin Mkapa siku ambayo klabu ya Simba inakwenda kufanya mazoezi yake ya mwisho ili kujiandaa na dabi ya Kariakoo siku inayofuata. Mchezaji Kibu Denis anasema kwamba mimi na wachezaji wenzangu tulijiandaa vyema sana kuelekea dabi ya Kariakoo na tuliahidi kuchukua pointi 3 juu ya mpinzani wetu Young African, lakini imekuja kutugharimu kiasi kikubwa sana kiakili na kimwili, kwa sababu kila mtu alijikuta amechoshwa na yale maamuzi ambayo yametolewa ya kuahirishwa kwa mechi, na sisi tusingeweza kugoma kusema lazima tucheze leo, kutokana viongozi wa klabu yetu lakini pia viongozi wa shirikisho ndio waliotoa maamuzi ya mechi hiyo kuahirishwa mpaka pale itakapotangazwa tarehe ya kukipiga tena, na bado tunaendelea kujifua vizuri sana, na siku yoyote, saa yoyote, muda wowote ikitokea imetangazwa tarehe ya mechi, tupo tayari kukiwasha. Naam, ndugu mtazamaji wa World Training TV, kama hauja subscribe, gusa subscribe ili uwe wa kwanza kupata habari.